Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche, wakati akitoa hotuba yake ya kufungua kikao cha kamati kuu ya chama hicho Mei 23 mwaka huu, amesema tangu mwaka 2019 kula haithaminiki. Watanzania hawana maamuzi ya nani awe kiongozi wao. Sasa baada ya Chadema kutafakari na kuja na agenda ya no reform no election, sasa hiki kitu kinawafanya watawala watumie mbinu nyingi kudumaza huo msimamo wa no reform no election. Wajumbe wa kamati kuu wameondoka mjumbe mmoja. Baraza kuu lina wajumbe 456, kati yao waliondoka ni wajumbe 20 kati ya wajumbe 456, na mkutano mkuu wetu una wajumbe 1194, kati ya hao waliondoka ni wajumbe 34. Tulikuwa kwenye ziara. Watanzania kwa maelfu wamejitokeza kutulaki na kutuchangia sambamba na kusimamia msimamo wa no reform no election. Nataka niwaambie Watanzania kuwa chama kipo imara licha ya taarifa ambazo zimekuwa zikisambazwa kuwa Chadema imeparanganyika. Waliondoka safari njema, amesema makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara John Heche, wakati akitoa hotuba yake ya kufungua kikao cha kamati kuu ya chama hicho Mei 23 mwaka huu. Wakati John Heche akitoa taarifa hiyo, katibu wa neki itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa CPA Amos Makala amemjibu alichokisema wakati akiongea na wananchi wa mkoa wa Shinyanga Mei 23 mwaka huu, ambapo amesema hoja John Heche ambayo ameitoa Mei 23 alipozungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam juu ya uimara wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Makala amesema Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia viongozi wake kimeleta mpasuko mkubwa na wanachama waliohama chama hicho ni maelfu kwa maelfu, na sio kama alivyotoa tathmini yake John Heche. Na pia amesema ukubwa wa chama unapimwa kwa wingi wa wanachama ambao wanakipigania kila kukicha. Ukweli ni kwamba yapo mambo mengi yanayowahusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na taarifa nyingine ni kwamba mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Nyasa Joseph Mbilinyi maarufu Sugu amesema bado yupo ndani ya chama hicho, na amesisitiza kuwa si kweli kwamba kila aliyeondoka ndani ya chama hicho hivi karibuni alikuwa upande wa Freeman Mbowe. Akizungumza Mei 23 mwaka huu jijini Dar es Salaam kando kidogo ya kikao cha kawaida cha kamati kuu ya Chadema kinachofanyika kwa siku 2, Sugu amesema ataendelea kupambana ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa kuwa ndio chama pekee ambacho kimebeba matumaini makubwa ya Watanzania. Chadema ndiyo tumaini pekee lililobaki la Watanzania, labda pamoja na jeshi. Ndio maana tupo kamati kuu kuangalia tunakwenda wapi mbele, amesema Sugu, ambaye hivi karibuni kumezuka taarifa inayomhusisha kwamba na mpango wa kwenda kujiunga na Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA. Sugu amesisitiza kuwa ni jambo la kawaida kwa wanachama kujiondoa katika taasisi au chama cha siasa baada ya uchaguzi, na hasa wanapohisi hawakuridhishwa na mchakato, lakini akasisitiza maslahi ya chama yanapaswa kupewa kipaumbele. Sugu amesisitiza kuwa ni jambo la kawaida kwa wanachama kujiondoa katika taasisi au chama cha siasa baada ya uchaguzi, na hasa wanapohisi hawakuridhishwa na mchakato wa uchaguzi, lakini akasisitiza maslahi ya chama yanapaswa kupewa kipaumbele. Wakati hayo yakijiri, taarifa njema kutoka Lindi inaeleza kuwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Lindi imeokoa kiasi cha zaidi ya milioni 201 katika mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi wilayani Kilwa pamoja na malipo ya wakulima wa ufuta wilayani Lindi. Hayo ni katika kipindi cha Januari hadi Machi mwaka huu, ambapo kwa mujibu wa kaimu mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Lindi Justin Mayingu, Mei 23 mwaka huu ameeleza kwamba uokoaji huo ni kufuatia ufuatiliaji uliofanywa katika kipindi hicho. Amesema walifanya ufuatiliaji katika mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi Kilwa Masoko na kubaini mkandarasi aliyetekeleza mradi huo kutolipa ushuru wa huduma yani service levy kwa halmashauri ya wilaya ya Kilwa, na kwamba hatua zilizochukuliwa ni kiasi cha shilingi milioni 170,163,798.58 kiliokolewa na kulipwa kwa halmashauri ya wilaya hiyo. Aidha, ameeleza kuwa kutokana na malalamiko ya wakulima wa ufuta kutoka chama cha msingi cha ushirika cha Ruhokwe yani Ruhokwe AMCOS,
kuhusu ubadhirifu wa fedha za mauzo yao ya mazao kiasi cha shilingi milioni 26,265,830.00 kinarejeshwa na baadhi ya viongozi wa matawi. Lakini kule Tanga ni kwamba mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batrida Buriani amewataka wataalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kuimarisha ulinzi wa mifumo ya serikali dhidi ya vitisho vya kimtandao. Akizungumza jijini Tanga wakati wa kufungua mkutano wa kwanza wa baraza la 7 la wafanyakazi wa ofisi ya taifa ya takwimu NBS, Daktari Batrida amesema kumekuwa na ongezeko la matukio ya uvunjaji wa usalama wa kimtandao, hali inayotishia taarifa muhimu za kiserikali. Aidha, Buriani amesisitiza kuwa ni muhimu kwa taasisi zote za umma kuwa na mikakati madhubuti ya kuzuia wahalifu wa mitandao na kulinda taarifa za kitaifa kwa ufanisi. Wakati huo, chama cha wafanyakazi na kilimo Tanzania TPAWU kimeiomba serikali kuhakikisha kiwango cha chini ya mshahara kwa sekta binafsi kinapanda hadi angalau shilingi 3.5 kwa mwezi ili kuwasaidia wafanyakazi kukabiliana na gharama kubwa za maisha. Akitoa tamko hilo baada ya maazimio yaliyotokana na kikao cha baraza kuu TPAWU taifa mkoani Morogoro, mwenyekiti wa taifa wa TPAWU Daniel Barianka Joachim amesema serikali inapaswa kuzingatia maoni ya wadau wote kupitia bodi ya kima cha chini cha mshahara ili kuweka viwango vinavyoendana na hali halisi ya kiuchumi nchini. Aidha, TPAWU imewakosoa baadhi ya waajiri wanaotumia kima cha chini cha mshahara kama sababu ya kutotoa nyongeza, huku ikisema hiyo ni tafasiri potofu ya sheria ya ajira, huku baadhi ya wajumbe wakisisitiza kuwa tofauti kubwa kati ya mishahara ya sekta ya umma na binafsi haiwezi kuendelea kuvumilika. Habari nyingine inaeleza kuwa Wizara ya Maliasili na Utalii imeendelea kuimarisha juhudi za kuhifadhi urithi wa historia na utamaduni kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM ambacho kina mpango wa kuanzisha makumbusho ya kudumu. Imeelezwa kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi mahususi za kuthamini, kuendeleza na kuhifadhi mila, desturi na historia ya taifa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya utamaduni wa makabila mbalimbali ya Tanzania, mkurugenzi wa idara ya mambo ya kale Dr. Kristowaja Ntandu amesema kuwa kuanzishwa kwa makumbusho ya kudumu UDOM kutachangia katika kukuza tafiti za kitaaluma, kutoa mafunzo ya stadi za ujasiriamali pamoja na kuwapa vijana fursa ya kujiajiri na kujiendeleza kitaaluma. Kwa upande wake, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM taaluma, utafiti, ushauri elekezi amesema kuwa chuo hicho tayari kina mikusanyo na vielelezo vya kitamaduni hasa kutoka jamii ya Wagogo kama hatua ya awali kuelekea kuanzishwa kwa makumbusho rasmi chuoni hapo. Maonyesho hayo yalipewa kauli mbiu isemayo utamaduni wetu ni moyo wa taifa tuenzi, ambayo yalipambwa na maonyesho ya utamaduni wa kabila la Wahaya, ngoma na mavazi ya asili ya makabila ya Kigogo, Kisukuma, Kimasai, Kihehe, Kihaya na Zanzibar. Hii ni Sky4 Media.